Ratakuwa basi ni bila shaka kwenye sehemu la mwanzo wa sinema letu. Picha tunaritambua Walking Dead, sinema ambao uliwahi kuandaliwa wakati mmoja, ndio bila shaka pale kuanzia sehemu la kwanza, kadhalika sehemu ya pili na vile vile pale sehemu ya 3 ya 4 mpaka sasa tuko kwenye upande wa sehemu ya 70. Kumbuka hii ni series ambako bila shaka umekusha kuletewa kwa hisani kubwa zaidi bila shaka ya DJ Fish. Maridadi zaidi. Kuna nini? Na kumbuka basi ilikuwa ni kwenye ile area ama ukipenda kabisa kwenye zile sehemu ambazo zilikuwa ni za 69, yani 69. Kumbuka ilikuwa ni mara baada ya ile kikosi ambacho kweli ni cha kwake yule Alpha kuiti kwamba mazee ilikuwa inabidi lazima wangekwenda basi pale kumchukua yule Ridia. Naona Ridia mtoto mwenyewe ambako pale ukipenda sana ni mwanae Alpha. Lakini basi Dero naye kwa sababu ni jamaa moja ambaye ni kweli hata rekoboa, ilikuwa inabidi mazeni pale pia naye hawezi akakubali hata siku moja, hata dakika moja, hata nukta moja, na bila shaka mazeni pale kuhakikisha eti kwamba je, hakuna vile anaweza kubali Henry aweze kuwa ametokomea. Ndivyo hivyo basi Dero walikuwa wamekusha basi hapa kutokuwa na kutofahamiana, yani pale kutofautiana katika 2-3. Alikuwa anataka eti kwamba waweze kuchukua safari na waelekee moja kwa moja hadi upande wa kule Alexandria. Ila tu ikawa pale yenyewe kweli kunaye msichana anaitwa Connie. Connie alionyesha pana mazee, haiwezekani tuelekee upande wa Alexandria, kadhalika anajua mali ambapo wanaweza ondoka kuelekea kujificha. Vile basi pale napo ndio kwa sababu already kulikuwa kile kikosi cha wale mawalkers ukipenda zaidi mazombi. Kuwa ni mara baada ya kuwa walikwisha lidiwa, yani waliongozwa mpaka ruti hizi. Moja kati ya kile kikosi cha wale maskini, tunawatambua maskini, kikosi cha kwake Alpha. Moja wao ndio huyu aliumwa. Na unajua kama kawaida ilivyo sheria za upande wa Walking Dead, jomba ukiumwa inamaanisha anytime lazima unabaki kuja kuwa moja kati ya mawalkers. Walkers basi ni lugha ambalo natumika na wale mazombi. Ash. Na Beta aliweza kuonyesha pale kwamba ndio majamaa tafuta bibi yake huyu haraka sana, ambia yeye kwamba change is coming for him. Jamaa ambaye amekusha umwa pale tayari kuonekana eti kwamba ndio kwa sababu amekusha kuumwa, na ina maana eti kwamba change is coming to him. Haya, na nyinyi mumetafuta round, mumemwona Lydia? Na semekana kwamba maze Lydia haonekani. Haya, basi Bait mara moja alitangaza hatari na mara moja akamfahamisha mwenzake, tafuta wapiganaji hodari, lazima sasa pia nasi tumetangaza war. Na kweli kamaanisha pale Beta, anaitwa Beta, wazimu na nusu kama bodyguard ni wa kwake ni yule mwanamke Alpha, kiongozi wa wale wanaskini, na bila shaka bado vilevile akawa ndiye mama yake Lydia. Kwenye introduction kadhalika tuelewe ni nani na nani aswa anatuandalia sinema. Akina Greg pale, kina Tom Louise, Gali Annie, Scott M. Gimpo, akina Angela pamoja na wengineo hadi katika sehemu ya 70 The Walking Dead. Right, basi kwenye upande wa mwanzo kadhalika upande wa kule Kingdom already pale ndio kina Karo walikuwa wamekusha jiandaa vile vile pamoja pale na yule Ezekiel, ambako Ezekiel remember ndiye kiongozi kamili wa Kingdom. Kiini cha wao kuandaa ili fair ni mazee kuhakikisha kwamba ili sherehe zimekwisha pale basi kuandaliwa kwa njia moja iliyo taratibu, ili kuleta zile groups ama zile kingdoms zaidi ya karibu kingdom 5 namna hii zikuje together, ili kwamba angalau waweze kufanya kitu kinaitwa sherehe ambaye ni mzuri zaidi ni pale brother, kwa sababu ni kuleta watu pamoja. Ilikuwa ni maono ya kwake Ezekiel, na ndiposa walikuwa wameenda mazee kutahadharisha maisha yao kutafuta kitu kama ile bulb ya kuweza kuonesha sinema inaitwa the projector bulb. Lakini kidogo hapa D wakiwa pamoja na Jerry walipokuwa upande kule barabarani, yasemekana walishambuliwa.
Ilibidi bana pale kuitana mkutano haraka sana kati yake yeye Kingdom, Ezekiel pale pamoja na yule Karo, ili kwamba angalau wakuje kuzungumzia mambo haya. Ilikuwa kina nani na waliwapatia barua huyu Jerry? Sikiliza barua. The roads surrounding the kingdom belong to us. All visitors attempting to travel to your fair will be turned back unless you pay our toll. Bash. Unaona? Na nini barua ambaye already Jerry alikuwa nayo, na yasemekana kwamba ni barua ambako already pale ndio walikuwa wamekwisha kupatiwa hapa kina Jerry. Baada ya Jerry kuoti kwamba walikuwa kwa upande wa kule outside Mazena, wakapata kushambuliwa na kikosi kingine kipya, kikosi kinachotambulika kwa jina The Highways. Naona? Na Ezekiel asemekana kwamba barua inasemekana ndio tunajua kwamba kutakuwa na sherehe hapo Kingdom. Na ati kwamba wale ambao watakaokuwa wanakuja kwenye upande wa ile sherehe yasemekana watashambuliwa. Hivyo basi kama mtaweza kulipa, yani yasemekana kama watalipa toll, kwa maanisha ni pale kuna kikosi ama kuna kitu ambacho inahitajika walipie, ndiposa basi barabara zote zinaelekea Kingdom eti zipate kukua salama. Your Majesties, the peeps we invited are counting on us to keep the road safe. We have to do something. Enyewe ndio of course mazee, Jerry anaonyesha mazee, tumealika watu wengi sana kuja kwenye upande wa sherehe letu la hapa Kingdom. Itakuwa ni jukumu letu mazee kuhakikisha kwamba tumekwisha kulinda barabara zote zinaelekea upande wa area hizi. Manake la sivyo tutakuja mazee kuwaweka katika hali hatari, na already kumbuka Kingdom walikuwa wamealika mpaka kina Hilltop, ambako kikosi cha Hilltop already saizi wako barabarani mazee, wanaelekea upande wa eneo hii. Haya, na kusema kweli basi ndiawa kina Hilltop ndiawa. Walikuwa shafika ruti ndio hiyo. Storm must have knocked it down. Hai, na wao wakakuja kushtukia mazita kuaje? Mbona kuna vile roadblock pale barabarani? Kuna roadblock basi mazee upande wa barabarani. Hapo mara moja ikakuiti kwamba basi pengine ni miti ilianguka. Wakakuiti kwamba pale sasa ni kujaribu kufungua ile barabara ili kwamba wapate nafasi ya kuweza kuchomoka. Basi na kujua mazete kwamba kikosi cha wana highway wala ambao walikuwa wamekwisha basi pale kutuma barua kuelekea Kingdom iti kwamba wao ndio wenyeji wa highway hii, washamazee weka trap, hii ni trap yao. Yeah. Haya, alnaye kama vile sampi sana pale Tommy Rose, toto mzuri kabisa walikwisha kupata pale kutoka kwa ile kikosi cha wale wanaskini. Haya, Kaltri ndio huyu. Wasiwasi mingi sana bwana, itakuwaje mazee? Tujui kama Koni yuko sasawa, manake sasa huyu ni dadake Koni. Lakini pale kutulizwa pale mazee, kufahamisha tu kwamba wewe usitie shaka mazee, Koni yuko sambamba. Koni ni yule bubu ama ukipenda yule mlemavu wa kutosikia, lakini ni manzi moja hatari sana upande wa kivita, waelewa. Alright, ndio ni watu wageni hatujawatambua vizuri sana kutokana na historia la sinema letu The Walking Dead. Arakini punde sipunde tutawatambua na kujua ni kina nani. Ndio huyu Koni. Na Koni mara moja alionyesha pale, unajua nini, sisi panda huko juu. Nyewe pale ikakoiti kwamba hapa anaandika check up there. Asante sana, tunapanda upanda wa kule juu gorofani. Dero akaona hiyo ni style mzuri. Na kumbe hawa Koni walikuwa wanaishi hizi maruti wakati wa kitambo sana. Nini ndio ilikuwa kama headquarter ya kikosi cha akina Alpha. Yani akina huyo Koni. Elewa Koni pia na wao walitokea upande wa ruti fulani tu kando. Baada ya kuiti kwamba walikuja wakakutana pamoja na kikosi cha kina Hilltop, na kusema kweli wakapata kushirikiana pamoja. Beta. You the best? Beta ndio the best kwa grupu ya kina madhe wenu? Nasemekana ndio. Huyo ndio tutaua kwanza. Dero akasema hivyo. Lakini Lydia huyu, unaona sasa Lydia ni kana kwamba mazee, si eti kwamba atafurahia kusikiti kwamba kina Beta mazee ndio of course ndio ni maadui, na bila shaka hilo ndiko kikosi ambacho ni lazima wajaribu kushambuliana nayo. Haya basi kina Jerry nao walikuja na walikamu na walikuja wakiwa wamejiandaa vile sasa kuja kupambana na wale wa hana highway.
Naona wale wana highway ndio ilisemekana ati hawa ndio sasa kikosi kile ambacho kilikuwa kimetuma barua. Wanataka kulipwa Makariange Mafahari Show. Ikiwa mnataka barabara za kuelekea upande wa Hilltop zikuwe salama wa Saramini, ana nyinyi mtatulipa. Sasa basi walikuja kwa staili tu, walikuja kwa design. Vizuri pole mawindo. Lakini Karo alikuwa na mawaida ingine. Guns. They have guns, wako na mabunduki. This fair was meant to be a symbol. Ezekiel anaonyesha pana. Jomba wakuwe na mabunduki na makaroboshta na makombora, lazima sherehe ya Kingdom itaendelea. Hiyo tu ndio the only way ya kushikanisha kushikanisha mazee hizo ma estate zote zikuwe pamoja ama zikuje pamoja. They took my sword. He could have killed you. You and your crew, but they didn't. Lakini Karo alikuwa na idea hapa fulani akisema mazee. Correct. Nyinyi mnasema kweli ndio, of course yes, kwamba watu ni wabaya. Na wangekuwa wabaya si wangeangamiza kina Jerry huyu. Correct death right, yo. Na wakachukua sword ya Jerry. Jerry anadai kwamba sword lake lilipata pale pia ni kuchukuliwa na hao ma highway. Pirates have their knives at the kingdom's throat. Na unajua baada ya kina Jerry kuwa walikwisha kushambuliwa, wao walishambuliwago nao wana highway na wakawanyang'anya mapanga zao na silaha ambazo walikuwa wameendaga kuchukua kutoka upande wa kule Hilltop. So hii ni kumaanisha kwamba silaha ambazo walikuwa wamekwendaga kuchukua upande wa kule Hilltop iko na wana highway. Lakini kitu ambacho ni cha muhimu zaidi ambaye Karo ameamua kumfahamisha Ezekiel Mazeti kwamba wajaribu kabla ya kuanza kushambulia kikosi hicho cha wale wana highway, mbona wasiunde plani wakutane na wao kwanza wawaongeleshe. Jomba manake uwaga kuna power in talk. Ndio katika mazungumzo kuna kuwaga na nguvu. Yenyewe ndio kweli kakuwa yenyewe itabidi wajaribu hiyo ili kwamba ukuje kujua mambo itakuwaje. Konina bila shaka sasa washapanda kwenye upande wa lile gorofa. Hizi ndizo area ambazo kweli ndio kina Koni walikuwa wanaishi hapa kitambo sana na kile kikosi chao cha kina Kalti na yule Yuki. The stairwell's already barricaded. I guess you know that. Thanks. Dero kweli alionekana kupenda basi design za kwake huyu mwanadada. Haya, we stayed here once. Maridadi kabisa kuonesha kwamba hapa walikuwa wamepolea kwa wakati fulani. Kwa hivyo unajua hizi area. Acha hiyo, kuja nikuonyeshe map ya hapa na vile ambavyo imechorwa, vile ambavyo tunaweza pia kushambuliana na mazombi. Kucheki map akaona okay. There's only two ways up. Kuna njia mbili zinapanda juu I think the barricades are okay. A little too barricaded. Na kuna vizuizi hapa. So that they can walk up here. Na tiko okay. Ni staili safi sana. Walikuwa wameunda hii maska nikakuwa ni kwamba wakipanda upanda wa juu, wajua kama ilivyo kawaida zombi hawezi akapanda stairs, hawezi akapanda akakwea upande wa kule juu. Na kwa hivyo mtu yote ambaye anaweza kwea upande wa kule juu basi huyo si zombi. Haya, alafu lakini Kodia kaandika then what? Tukishakaa hapa tumetrap ndio ikuaje? Ati sasa tuende. Lakini Koni basi alikuwa na idea fulani, anasema kwamba basi lakini huyu mwanadada anaitwa Lydia. Hatuwezi enda naye. He will stay. Na imekuwa hivyo. Take her back. My friends die. Hey, friends do. Rafiki zako watauawa. Rafiki zangu pia watauawa ikiwa tutamwacha huyo mwanadada Lydia. Lazima tuende na yeye. Lakini imagine Koni anakataa mazee. Na Dero anamuonyesha no way. Tukiwacha huyo mwanadada unasema Lydia, hawa watu wao watakuja kutuangamiza. Our friends will die. Namaanisha hivyo. Wacha wewe, chukua hiyo karatasi ya your friends will die, hata mimi niko na our friends. Kwisha, huyu mwanadada tutaenda na yeye. Chukua. Kodia akakasirika. Mlemavu akikasirika ndio hiyo. We have friends, she doesn't. Sisi tuko na marafiki, yeye hana marafiki. Yenyewe tena Dero akiangalia naona ni sawa, lakini anyway kwanza tupambane na hao wanaokuja kabla tuweze kujua eti kwamba ni aje Lydia anabaki ama atakwenda pamoja na sisi.
Ndivyo hivyo basi, mpenzi mtazamaji, hata hivyo ndivyo walikuwa naziri pale na kuendelea kusukuma ile gurudumu. Kadhalika pale kwa Ezekiel pamoja na Karo, kadhalika pale na bodyguard wao ni Jerry, walikuja wakaandamana pamoja na wakafika haswa sasa kwenye headquarter ya hao wana highway. Highway walikuwa wanatarajia wanaongoja wakuje kulipwa, ndipo basi semekani kwamba hiyo barabara itumike na marafiki ambao wamealikwa kuelekea kule Hill Kingdom wasikuwe na noma. Lakini sikiza hapa, kiongozi alisema nini? The king and queen rule together. That wasn't the deal. We didn't have a deal. So are we gonna do business or not? You were supposed to bring me something. You were supposed to bring me something. We came to discuss alternative solutions. Well, how about this for an alternative solution? Hatuna alternative solutions. Kama hamtatulipa vile ambavyo tuliandika kwa barua, na ina maana eti kwamba sasa nyinyi ni Kuftex. Haki nani wakakuja na mabunduki wakakaa rada kutaka kupietua marisasi. Ndio huyu kiongozi anaitwa Cowboy. They can't pay. Machezo kando, wanasema mazee, kama hamwezi kuturipa vile ambavyo tuliandikia nyinyi barua, na ina maana nyinyi muna Kuftex. Clean water. Muna die kwa sababu mko na chakula, mko na maji, sisi hatuna. We've got. So do we. So do we. Lakini chiki, kwa sababu kina Kingdom mazee walikuwa wamejiandaa kina Ezekieli, wewe panacheza na D alirusha bana pale mshale. What you ask. Na ikakuwa pale wamejamaa, sasa nyinyi muamue, mnataka kifo ama mnataka mkubali tucharasane ama mkubali musarende ama mufanye kazi na sisi. All right. I'm listening. Cowboy akaogopa akasema ninasikiliza, sasa tuambie. We'd like to offer you a job. Aya, tutapea nyinyi kazi. Kazi gani? Keeping the routes to Kingdom clear. Sawa. So instead of threatening the roads, you and your people keep them safe for us. Bas, tutapea nyinyi kazi. Kazi itakuwa ni nyinyi kuweka ulinzi kwa hiyo barabara kuliko ikuwe hatari. Very much like his sword back. Na Jerry amesema anataka panga yake yenye murichukua. This job of yours. You and your people will be granted access to the kingdom and the fair. Bash, na mkikubali hivyo, sasa mtaalikwa, mtakuja Kingdom. Cowboy alicheka kaona hiyo sasa itakuwa ni kama mchezo. Ati kwa sababu tuwafanyie nyinyi kazi, ati malipo yenu itakuwa ati sisi tukuje Kingdom tukule mchele. Point. What good are all the things you steal if you can't trade for the things you need? Yes, bwana, lazima mkubali. Lakini pale Cowboy akaangalia kaona hiyo ni upusi. Hatuwezi wafanyia kazi ya kuchunga hiyo barabara ati tulinde wageni wenu wakikuja kwa ajili ya kukuja kula mchele. Lakini Karo alikuja na idea fulani tena akawauliza. Sikiza. When's the last time any of you have seen a movie? Bash. Siku gani mwisho kati yenu mtu aliona sinema? Ate? Sinema? Movie? Seriously? Seriously? Jamaa akasema seriously? Movie. Hakiana ni movie. Chuck Norris. Mshawaiona sinema? Imagine wao walifurahi sana waliposikia movie. Movie. Walifurahi wakasema sawa sasa. Imagine hiyo ikafanya wakasema sasa itabidi basi tushirikiane. Wao wana Cowboy, kikosi wanajiita wana Highway. Wakakubali kusema basi sasa watashirikiana na watafanya kazi ya kulinda hiyo barabara na kuwapatia protection wageni ambao wanaenda upande wa kule Kingdom kwa sababu ya sherehe ambayo imekusha andaliwa. Alright. So basi inamaanisha kwamba ni aje? Inamaanisha bado plani za sherehe kuendelea upande wa kule Kingdom inaendelea. Upande wa pili napo basi ndio hawa kina Henry pamoja na Lydia. Can you imagine? Henry alitengeneza silaha akapatia Lydia, akaambia Lydia, hii ndio tutatumia kupambana na hao waskini. Lakini Sorry, I can't
Lydia alikataa mazee, akasema hawezi kutumia silaha kupambana na watu ambaye wamemlinda. Ati hao ndio wamenilinda tangu utotoni, nitaua aje hao? Henry akauliza, na wewe pia utawaua? I'll try not to. I will try not to. Tajaribu nisiwaue kama ndio walikulinda. Henry! Hawa ujue mazee ni makari yange. Ati kwa sababu anampenda Lydia, akasema atajaribu juu chini asiue hawa. Ololo yaye. Haya, upande wa pili basi ndio Lydia anataka kujua sana kwake Henry. Kwa nini unafanya hii yote kwa sababu yangu? I mean, I just wasn't gonna let him take you if you didn't want to go. It was the right thing to do. No, it was a stupid thing to do. Why did you come back for me? You made my mother look weak. Yeah, Lydia anataka kujua kwa nini ulikuja kunitafuta. Stop? There's no... Kidogo Dero akasikia mazungumzo, kabidi ya kuja kusikiliza hapa, akiwaona kwa umbali tu vile wanaongea, kwa sababu pia ni design moja tu pia ya kutaka kumjua huyo Lydia. Ni mtu ambaye pengine anaweza tusaliti dakika ya mwisho, hata kama amekwisha kupendwa na huyo Henry, ama itakuwaje. Lakini Lydia mazee, baada ya kuzungumza sana basi hapa na Henry, Why'd you come for me? why did you come for me? Kwa nini ulikuja kunichukua kwa kituo yetu na unajua ilikuwa hatari? This time. For real? Niambie this time, niambie kwa nini ulikuja. Tell me. Because I care about you. I care about you. Enyewe Lydia kweli naye kuona kweli mapenzi wakati ngine inakuaga inavunja mlima. Alimpa busu wala ya Kianani na Dero akasema, "Hey wazee! Come on! We're headed up to keep watch. Lazima tuweke ulinzi bwana, wacheni mambo ya upusi." Ate? Haya. Na hiyo ikaonyesha Dero, huyu msichana Lydia ni kweli kabisa amempenda Henry. Na hiyo ejeyo bado ndio mbali na kuiti kwamba ni hatari, ni ngumu sana kutenganisha wawili wanaopendana. Ngumu zaidi. Hey, Tara. Haya. Headed this way. Kidogo basi kina Yumi wamekuja. Yumiko mazee, wamekamu kusema mazeti kwamba hapa kuna danger. Earl, can you hitch the horses? Ni aje kwamba upande wa mbali kumekushonekana na wale maguzombi. You three, guard the wagons. Stay sharp. Haraka sana basi kasemekana pale Kalti pamoja na wenzangu kina Mako, itabidi tuende tupambane na hawa. Maridadi kabisa, ribidi sasa ndio hawa wakuje pamoja katika hali ya kupambana na wao. Baada ya kwa umbali kusemekana kwamba wamekusha kuonekana ni wale mazombi. Na unajua wao wanajua kuna pia kikosi cha wale masaiko, kipenda zaidi maskini. So lazima wakae rada. Chunga Mariko. Karibu sana kutendewa makosa mazee. Kaya ya. Mzee wetu pale alichunga maneno kidogo. Al nyuma yako. Wololo, chunga mazee, ukiumwa hata kidogo mazee, inamaanisha utakuwa wewe ni zombi. Akia nani basi hapa Tommy Rose mwanamke. Munyanya akaweka mtoi kwenye upande wa wazee wa kiboksi fulani. Rabidi sasa hapana, lazima nisaidie mzee wangu kabla nipate kujua mambo ya huyu mtoi. Maji na ritekea sana ya yule mzee. Santa Tommy Rose. Safi sana Munyanye. Tena basi kuja raka mazipa. Toka. Keguka. Na kweli mapenzi ni mapenzi. Hapo basi upande wa pili, kwa sababu kile kikosi cha wale wana highway vizuri sana bana, walikuwa wamekubali kushirikiana pamoja na kina Kingdom. Akina ndio wanakuja na farasi mwendo wa kokoro kakara. Cowboy na wenzake. Who the hell are you guys? Hey, hawa ni nani? We're escorts to the fair. Sisi tumetumwa tukuje kuhakikisha tunawasaidia na kuhakikisha mnaelekea kwa sherehe salama. Ate? Tera alishitwa salama. Aje, nyinyi ni nani? Na hiyo ikakuwa pale basi ni kuonyesha kwamba highway walikwisha kubali kazi ambayo wamepatiwa na Ezekiel. Haya, Henry naye, yes of course, wakiwa pamoja na Lydia sasa wako kwenye upande wa watch. Lakini kwa sababu ya kupendana, Henry anamcheki. Amini kwamba akirani, wewe ni wewe?
Hata Lydia naye anaangalia, wewe ni hata wewe ni wewe. Okay, kweli ndio. Mapenzi kizunguzungu. Ijalishi, ndio unasikiaga Afrika wanaweza penda wazungu, zungu wanaweza penda wa Afrika. Kitu yote basi pale mapenzi ni mapenzi. Kwa umbali, amini usiamini, sasa wale mazombire walionekana wanakam. Mazombire wanakam. Na hao mazombi katikati yao sasa ndio yule Baida. Majangiri majambazi wako katikati ya hawa mazombi. Alafu ikasema kana spread out. Cheki. Kuna zombi origi na kuna wale fake. Dero akacharasa moja. Kisha Baida akaona ni moja amemarizwa. Hii ni mshale. Ikatoka direction gani? Akaangalia upande wa kule juu kuangalia hiyo imetoka wapi. Akaona Dero basi akajua hapa direct lazima hawa ni hiyo kikosi cha hao magaidi wale maskini. Ndio uaga wameshirikiana pamoja na mazombi. Yani mazombi ya wajuagi wako wajinga tu, wanafuata pale wanapelekwa. Lakini basi usije ukalisahau kuna ile plani ambao walikuwa wamekwisha kuiorganize ya ile maskani upande wa ndani, kwamba wakiingililia upande wa kwanza ina maana itabidi wapande upande wa stairs waelekee juu ndio mkutane sasa na kina Dero. But something ambayo ningependa uangalie zaidi ni ujue plani ya kina Dero ilikuwa poa. Ati mtu yote anayeingia hapa, ukikuwa wewe ni zombi huwezi panda stairs. Ukiwa wewe ni zombi ngumu sana kupanda stairs. Bash. Ila akina Baida walijua mazee, hii ni kama plani tumechorewa. Ati ndio sasa tuweze kupanda juu ya stairs na watatofautisha kati ya mazombi wa ukweli na mazombi wa urongo. Lakini Dero aliunda plani nyingine tena, akajua alright, hoi kuja na mimi. Kaita Lydia. Lydia kampatia busu pale mara moja, ni pale Henry. Kumbe Dero ashagundua huyu manzi itakuwa ngumu kushambuliana na kikosi yenye ilikuwa kikosi yake. Na kwa sababu pia si rahisi, hatujamjua vizuri, aliitwa kando akwe isolated. Yani awekwe kando kidogo. Kwa sababu Dero anajua ile vita itakuwa hapa saa hii ni vita mchezo kando. Maridadi zaidi kuna nini? Sasa ndio hao wamepanda juu na mazombi hawawezi panda juu. Mazombi ni ngumu sana. Hawana akili ya kupanda kwa stairs. Bash, itakuwaje? Go ahead, get in. Okay. Lydia, ingia hapa. How you gonna help if you ain't gonna fight? Utasaidia namna gani kama uwezi ukapigana vita? Ingia ndani. Ingia ndani. Doc. Pia Kedogi hata hiyo ikaambiwa ingie ndani. Wakati ya noma yoyote wakijaribu na kudhubutu kutaka kuingia upande wa hapa, Kedogi itasaburia hawa. Alright? Thank you. Okay, lakini alimwambia yenyewe Dero thank you. Maze thank you kwa sababu nyinyi sioni kama nyinyi ni watu wabaya. Haya, kafunga pale mlango. Ndio wabaki pamoja na Henry. Na ujue Henry amekwisha kumuahidi Lydia ati atajaribu sana asiue hawa. Sasa jomba gaidi ni gaidi. Na mmoja ndio huyo anafungua mlango. Akaingia. Akafuatwa na mwingine. Sasa wako upande wa kule juu. Akina ni wa mzee ya Henry, chunga sana maneno kwa sababu wako serious. Ni hatari magaidi. Na wanamtaka mwenzao ambaye ni yule Lydia. Kidogo, piga, tuanga, kisha chini akaziraisha. Juu alisema I will try not to kill them. Chunga lakini mzeya, na wewe kula hiyo. Konini nani kwa kutumia katunja inaituaga fea abala machezo. Dero man. Arada ndio yo Dero man kwa mrangoni. Aya. Wakawa na akili, walijua huyu jamaa mchezo ni moto ya kuotea mbali huyu.
akiwa ni Baida pamoja na wenzake walikwenda kumshambulia sasa kijana wetu Dero. Kisu miss. Koni yake wezi miss. Ayo! Henry! Kidogo Henry akapiga kelele, Lydia akasikia. Na Lydia unajua kwa sababu ukweli wa maneno anampenda pale ndio Henry. Aliposikia hiyo kelele ya Henry alijua hapa ni hatari. Dero! Aya! Asante sana Dero. Ash, kula hiyo. Baida ni wakanyuge. Jitu la mtu lakini wazimu na nusu. Kuna nini? Ai. Henry! Lydia alifungua mlango. Mara moja akafungulia Kidogi. Kirikamu. Berdadi sana kumsaidia pale Henry. Ni mashambuliano sasa. Yo. Aligogo pia tena akazirahisha jamaa. Kuliko Henry apigane vita ya kuangamiza maadui. Ololo yaye. Sorry, I tried not to kill them. Nilijaribu. I'm so sorry. Lakini bana ameshadungwa bana pale na foko jembe kwenye upande wa mguu yake. Henry akawa ako na ma-injury tayari. Me too. Oi, tufanye nini wara tutende nini? Ana ma-injury ambaye kishi kwamba mazee sasa hii kitambo ikuja kutengenezwa itakuwa ni noma zaidi. Ina bebe, katwa shingo. Dero hakuna kubeberezana na hawa. Juu, hao ni makariange. Pia na wao kikupata hawa kubemberezi. Aya! Kimudu ndio hii. Ijitu! Aya. Buda mazedero. Chunga maneno Dero. Chukua pare motoro. Twende. Pata! Chunga wewe! Dero Baida ni wazimu. Lakini basi na wewe pia utamtambua Dero ni nani sasa. Cheki. Miss. Patwa. Alafu. Yo. Patwa. Jumba. Chunge sana wewe. Oi. Dero maze. Dero chunga sana maneno Dero. Dero. Ako wapi? Unataka kujua ako wapi? Na amependa kijana yetu. Hatutakuachilia. Oi, hiyo ngumi ilikuwa noma. Miss. Kisu patwa kwenye kivua. Wazimu. Baida huyu akiwa alikuwa ni bodyguard wa kwake na yule Alpha mamake Lydia. We, kisu weka kando sasa. Wapi yeye? Kai! Dero alikundia plani, akajificha kwenye kashimo fulani kalikuwa hii. Akaamua sasa jamaa umepita atoke upande wa nyuma Dero ala ya kialani Dero ni wakanyuge na nusu Dero. Na unajua hapo bali ambako Baida anaelekea tipale kuna kitambaa, ilikuwa ni shimo ya lifti ya nyumba. Akakongwa na kuteremuka chini huko Puruguju Bradio. Haragan gorogonyos. Sura. Asante sana mazee. Dero ni wakanyuge na nusu. Ala. Chukua dagala kwake na mara moja akaondoka. Unajua hiyo aweza fanya kitu ambacho ni cha maana zaidi, lakini makosa ni kwamba je, Baida ni mtu wa kuvara rahisi? Bado maneno. Hata hivyo basi brother mpenzi mtazamaji, hivyo pale vile basi kina Jerry sasa wameanza kujiandaa, wamekuwa tayari. Cowboy ndio wamealikwa kwa hiyo sherehe hata wao. Baada ya kukubali maprani za kwake ni yule Karo ambaye sasa amekuwa ni mpenzi wa kwake Ezekieli. Atakuwa ndio ni mama wa kamba wa yule Henry. Chakula sasa zikawekwa standby. Ndivyo hivyo pia pamoja na kajuni ya katoto dogo.
tukatambue pia kwa jina Skinny, manake kajapewa jina ya area hii. So Skinny ni wa kutoka kwenye upande wa Skin People, wale mazombi. The very best. Tommy Ross alimpenda sana mtoto, akasema bana, huyu ndiye atakuwa ameshikilia nafasi ya Kennedy, ambaye Kennedy alikuwa ni mtoto wao baada ya kuuawa. Lakini waliulizana, kina Dero wako wapi? Where is Henry? Where's Henry? Henry yako? Aya. He's not here yet. Hawako hapa? What about Daryl? Ana Dero? We were meeting them here. Si ilikuwa tupatane hapa? Where are they? Oh, where exactly are they? Swali tu, wako wapi? Wakiwa wanaulizana namna hiyo, kumbe pali walipo sasa hivyo hivyo kufanya kitu inaitwaga check, confuse wale mazombi kwa kusababisha sauti fulani upande wa kule kando kuangamiza zile vioo za gari. Ndio unajua mazombi wakisikia sauti wanaelekea huko, wanakuwa distracted. Sasa ndio pengine kama watapata nafasi ya kutoka nje, itakuwa rahisi watoke, na watakuwa tayari wameshajua kwamba wameshawaangamiza wale magaidi kamili, na waliobaki sasa ni mazombi original. So, we'll get you stitched up there. Oh, we can't. Kama Sidero alimwonyesha Henry, itabidi tuelekee upande wa kule Alexandria, kwa sababu huko ndiko unaweza ukafanyiwa matibabu, juu iko ni karibu na hapa. Hata Koni alisema yenyewe ni sawa, na kwa sababu alikuwa ameona huyu msichana si mzuri, lakini sasa ameona ni sawa, akampenda. Koni safi sana, mlemavu, alikubali kwamba kushirikiana pamoja na Lydia. Basi baadaye walifikia uamuzi wa pamoja ya kwamba itabidi waweze kusafiri pamoja, waelekee aidha ni upande wa kule Alexandria ama Kingdom, kwa sababu of course yes, Dero alikuwa anajua walikuwa ni lazima wakutane upande wa kule Kingdom kwa sababu ya sherehe kubwa zaidi. Ndio iposa tuweze kutamatisha kipindi. Hebu tujue, je, yule Baida baada ya kuangushwa kwenye upande wa shimo ya lifti, mambo yake ilikuwaje? Kumbe aliangukia lifti yenyewe ambaye haikuwa iko mbali sana chini. Naona haikuwa mbali sana, ilikuwa hapo tu katikati. Manake ingekuwa mbali sana huyu jamaa ange survive. Na kwa kweli kwa sababu ilikuwa hapa juu tu karibu, alijisikia. Kumaanisha alikuwa amezirai tu. Baida akajisikia. Na ndio amegongwa na huyo Dero. Ina maana sasa adui mkubwa wa Baida atakuwa ni Dero. Brother mpenzi mtazamaji, ina maana Baida amekushamuka kama Kariange. Na ina maana mazee, huyu jamaa hawezi kuretreat. Kama ni kutafutana na Dero, tutatafutana na yake ya nani mpaka tamati. Lakini hata hivyo, manake ilikuwa ni sehemu ya 70 Walking Dead, tuandamane moja kwa moja mpaka 71. Fishman, sina la ziada. Chomoka na mziki. My studio.